Wana Simba. Sauti ziko chini sana. Shida nini? Tupo kwenye mfungo wa Ramadhani. Swaumu. Tupo kwenye swaumu. Lakini swaumu sio adhabu. Sio adhabu, na ni miongoni mwa ibada kubwa ambazo kila mwenye dini yake anaamini kwamba ukishakuwa upo kwenye mfungo basi umetimiza baadhi ya ibada ambazo Mwenyezi Mungu katuwekea pia. Na kwa haya ambayo yanaendelea, mimi nilitarajia pengine naweza nikafika uwanjani leo hii nisione jezi yote ya klabu ya Simba, lakini ajabu nimefika uwanjani jezi za Simba zipo, kwa maana kwamba mashabiki wa klabu ya Simba wamekuja uwanjani. Hii ina maana gani? Mimi binafsi kuna mzigo tu nimeuleta kidogo kwa ajili ya mambo hayo ya mechi, lakini kiukweli mimi naungana tu na viongozi wangu kwa sababu wametukosea sana. Haiwezekani kwamba sisi tunaenda na kanuni. Kanuni ndio inayoongoza mpira wetu. Kwa nini watu wanashindwa kuheshimu kanuni ambazo wao wenyewe wameshiriki kwenda kuziunga hizo kanuni? Sisi tumekuja hapa, basi limekuja saa 12:30 kwenda saa 1 ambayo kick off ya mechi ni saa 1:15. Maana yake sisi tumefuata kanuni nzima ya kimchezo. Ili tuje tuicheze mechi, maana yake lazima tuje tufanye mazoezi kama kanuni inavyoeleza kwamba timu mgeni inatakiwa ifanye mazoezi muda wa mechi. Na sisi tukaenda na advantage hiyo. Tunashangaa wamefanya, kwanza sio utu, kwa sababu wachezaji wamefuturu kwenye magari, dini zote mbili unajua hapo kwenye mifungo, lakini walichokifanya wao wametukosea binafsi. Na sisi kama wanachama na mashabiki tunaungana vilivyo na uongozi wetu kwa sababu tunachezewa sana. Hii sisi imetukera, na Simba haijawa kuwa mnyonge kwa kila kitu. Tunakubali sisi ni watu wa fair play sana. Inatokea tukio, si tunaendekeza utu kuliko kanuni. Ifike hatua sasa na sisi viongozi wetu lazima waamke, na najua njia ya kuamka kwao ni hiyo, kwamba hawawezi kuja kuileta timu mpaka watueleze kwamba kilichosababisha wametuzuia si kuingia kufanya mazoezi yetu ya mwisho ni kipi. Unachotamani kuona mamlaka ikitamka ni nini? Yani mamlaka mimi nilikuwa nataka kwanza watueleze, kwa sababu sisi tunaenda na kanuni. Kanuni si inatueleza kwamba lazima tuje tufanye mazoezi ya mwisho muda wa mechi, ambayo Simba wamefanya basi saa 12:30 ilikuwa pale wakalizuia bila sababu ya msingi, eti kuna sui waganga kuna nini. Hivi vitu si kila siku tunavikataa, kwamba huu ulonzi unakuja kudidimiza soka letu la Tanzania kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu kama mnaamini unahusisha Simba kuzuiwa kuingia ndani, unahusisha na imani za kishirikina. Hiyo iko direct, kwa sababu walikuwa wameanza kwamba kulikuwa kuna watu ambao hawafahamu, unawauliza basi lile hajashuka hata mtu mmoja, au walikuwa wanataka wachezaji washuke ili wapatwe na vitu ambavyo sio vya kiungwana vya kimchezo. Kwa sababu makomando siku zote, hata nyewe waandishi wa habari ni mashuhuda kwamba makomando wa Yanga siku zote ni watu wa fujo. Hata nyewe kuna wakati mwingine wanawazuia kufanya kazi zenu pale inapohitajika kufanya kazi. Nyewe mnashindwa kuongea, sijajua kwa sababu gani. Lakini tuzungumzie mchezo sasa. Ndio nazungumzia, kwa sababu mpaka sasa hizi watu hawana sintofahamu kwa sababu ya hao makomando wa Yanga. Ndio waloizuia timu kuingia kufanya mazoezi. Maandalizi yote ya kimchezo tangu timu inatoka Arusha imekuja kufanya mazoezi wiki nzima pale Bunju kwa ajili ya mechi hii. Watu wamewekeza, sio hao Yanga tu, hata Simba tuseme wana maandalizi tofauti. Mechi ya Yanga ni mechi kubwa. Huwezi kuiandaa timu kama unavyoenda kucheza na Coastal Union, kama unavyoenda kucheza na KMC. Hii ni mechi kubwa ambayo ni adabi, inatoa taswira ya soka letu la Afrika. Na wewe rai yako ni ipi pia kwa uongozi? Kwa uongozi wangu wa Simba, mimi nakumbatia walichokiamua. Mimi binafsi mwanachama wa Simba Sports nakubali na walichokiamua, kwa sababu wametufanyia vitu ambavyo si vya kimchezo, na kuna haki ya kila mwanasoka anayejiita ni mshabiki wa mpira wa miguu kuzisoma kanuni za mpira wa miguu ili tusisumbuane, kwa sababu watu wanainvesti sana. Kuna watu washatoka mikoani, watu wametoka nje ya nchi kuja kuangalia mechi, alafu leo hii mnaleta sintofahamu. Hii inakwaza na inazidi kudidimiza soka letu. Mimi sijafurahia kabisa kwa kitendo ambacho Yanga wamekifanya. Mimi nazungumza na Yanga kwa sababu walosema mechi ikaepo pale. Mimi nakubali kama wanaweza, kwa sababu Simba ni watu waungwana. Mimi katika vitu ambavyo mimi nakuja kuamini, viongozi wa Simba ni waungwana sana. Wanaweza wakahurumia baadhi ya mashabiki wa Yanga, baadhi ya mashabiki wa Simba, kwa sababu sio kila shabiki anakaa da. Kama ambavyo sisi tunatoka na kusafiri kwenda mikoa tofauti, pia kwenye game hii inahusisha watu wanaotoka kwa baadhi ya nchi tofauti,
baadhi ya mikoa ya mbali kuja kuiangalia dabi. Mtu kashatumia gharama kibao, kashaacha kazi zake, alafu by the way unakuja wewe kuleta mambo ambayo kwa sababu Simba walichosimamia wao ni kanuni tu. Si kanuni yetu inaturuhusu. Kwa nini mnatuzuia kwenda kufanya mazoezi? Sisi tumejiandaa kwa ajili ya hii dabi na tulikuwa tunaamini kwamba hawatoki. Kwa hiyo hiki walichokitengeneza tuwaachie waongee. Mlikuwa mnaamini kwamba hawatoki? Sasa kivipi? Hawatoki. Yanga hawatoki. Maandalizi ni makubwa. Kwa nini wao wanaingiza imani za kishirikina kwenye mpira? Kwa nini? Kuna swala moja tu mimi nataka nijue. Hivi haya matukio ujue hili ni tukio la pili la design hii yani. Ni la pili unajua. La kwanza hivyo hivyo Yanga walikuja wakaondoka. Hii sasa hivi ni mara ya pili tena wanafanya tukio kama hili. Mimi najiuliza hawa TFF wako wapi kwani? Na kwa nini wasiadhibu? Yaani kwa nini wasiadhibu? Mzee wa Kibuyu unajua uko vizuri? Niko vizuri kabisa. Nimetoka Simiyu, nimefunga safari yangu mpaka kuja kwenye dabi. Safari tulikuwa tunawamaliza kabisa hawa. Sasa cha ajabu jana wanatuzuia wachezaji wetu kuingia kufanya mazoezi. Wana wasiwasi ya nini? Wameshatufunga mara 4. Hii wamechungulia wakaogopa nini? Umeshaelewa? Kwa hiyo maamuzi ya viongozi wetu tunayaunga mkono sisi. Na wala hatuumii wala tufanye nini. Bodi iangalie. Hii ni mara ya pili. Inaonekana kama labda hii timu ya serikali kwamba wanajichukulia madaraka wanaoyataka wao, kwamba tutakachokiamua sisi ni sisi. Ndio maana kuna taratibu na kanuni na sheria. Na wewe unaungana na klabu yako ya Simba? Mimi naungana na klabu yangu ya Simba kabisa, wako vizuri viongozi wangu, maamuzi watakao yatoa tuko sahihi. Yako pia ni ipi kuhusiana na hili swala ambalo linaendelea hivi sasa? Swala linaloendelea kwa sasa, nadhani viongozi wanakaa TFF wanatafakari namna gani. Sisi viongozi wetu watakavyoridhia, wakiamua kuleta timu tunaungana, wakiamua wasilete timu sawa. Sisi taifa kubwa, tunatakiwa mpaka Ulaya. Tunaweza timu yetu sisi tunaweza kaenda sehemu yote kacheza ligi na washabiki tukaifuata. Kama naweza nikatoka Simiyu kuja mpaka hapa kwa gharama ya kwenda na kurudi 500, siwezi kushindwa kwenda Rwanda kwa gharama 200. Kwa hiyo sisi tunachotaka kwanza, unatakiwa mpira wa Simba na Yanga usome tension yake ikoje. Hao mabouncer wa Yanga walitakiwa jana waisome tension ikoje. Leo wameleta athari kubwa kwa faida ya watu 2 au 3, lakini athari kubwa uchumi wa Tanzania unategemea Simba na Yanga. Sasa hivi Simba Dar es Salaam imetetemeka. Leo unaona shamla ambayo iko Benjamin Mkapa haipo leo. Hapo kina Mama Lishe kina nani kila wote. Naona hata Kibuyu pia leo kipo ndani ya benki. Kibuyu kipo kiachaji kuja. Lazima tuonyeshe mambo hata kama uwezekano wa dabi. Bana wewe unasema Kibuyu unafikia angechomokea wapi huyu? Huyu angechomokea wapi leo Kibuyu Kalmanzila? Huyu angechomokea wapi? Tunaniambia wewe alikuwa anachomoka. Anasemaje? Anasema huyu alikuwa chomoki leo anakufa. Amechungulia kaona mambo magumu. Ndio maana amekimbia amekataa. Alikuwa toka, muulize Tabora alifanywa nini? Tabora nilimaliza na yule alikuwa chomoki. Anachomokea wapi? Amenishinda mara 4, anaogopea nini kuacha kuingia kikosi changu? Ameona eti wazee wa timu tunaingia ndio anatuogopa. Sisi tunakubaliana na matakwa ya viongozi wetu watakavyoamua. Sisi wana Simba wala tuumii kwamba sisi mataifa kubwa, majayati. Tumekuja hapa mnasubiri kuona. Naam? Hapa mnasubiri kuiona. Yaani haina mbaba maamuzi ya viongozi wetu ndio tunayaafiki sisi. Haya, asante.